الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم نورا والجهل ظلما، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طيب، أيتها الطالبات ويا أيها المستمعون والمتابعون الكرام لهذه القناة أينما كنتم في العالم، أهلا وسهلا ومرحبا كي نتعلم هذا الفن الجليل، alfannu ilm aswarf. Kwa hiyo karibuni sana, kama ilivyo kawaida, bado tuko katika fani yetu ya swarfu, ilmu swarfi, na bado tuko kwenye kijitabu kinaitwa ilmu swarfi lilmubtadiina imma lilatfali, ilmu ya swarfu kwa wenye kwanza, na tuko nahnu fi awakhir alkitabi, tuko mwisho wa kitabu, na tunatarajia kwanza kitabu kingine kinaitwa mabadiu ilmi swarfi. Tutafahamiana hapo Kwa hiyo bado tuko katika mada yetu inaitwa taakidul fi'li bin nuni. Semeni taakidul fi'li bin nuni. Haya, tuko katika mada inayoitwa taakidul fi'li, kukitilia mkazo kitendo, na kitendo hichi usisahau ni fi'lu mudhari, ndio inahusika na msiba huu. Tutafahamiana? Fi'lu mali na mudhari, fi'lu mali na amri hazihusiki kwenye kesi hii. Tayari hapo kukitilia mkazo kitendo ambacho kinaonyesha kimefanywa kwa uhakika kabisa bila shaka, ndo lengo lake kubwa tumesema. Na tuko qismu arabi, kifungu nambari 4. Kwa sasa tumeweza kifungu cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, na leo hii inshallah tunamaliza kwa sheria moja hii ya kutengeneza taakidul fi'li bin nuni, ambayo hii inafuatana na sheria nambari 5 ya juzi tulioisoma ile. Tutafahamiana hapo Kwa hiyo semeni wa fi naqisil maftuhil aini tadhharu fihi ya'ul mukhatabati maksuratan. Wa fi naqisil maftuhil aini tadhharu fihi ya'ul mukhatabati maksuratan. Kwa hiyo kama unakumbuka juzi, kwa sahihi lazima uunganishe ufahamu wa tuliopita juzi. Sheria nambari hii 6, sheria nambari 5. Tulisema hivi juzi, kitendo idha usnida alfi'lu ila dhamiri al-ya'i ila dhamiri al-muannath al-mukhatabati au muannathati al-mukhatabati, kitendo kitakapoegemeshwa kwenye dhamiri ya mwanamke mwenye kuambiwa. Tukasema kwa mfano, ukiongea na mwanamke tadhhabina, unakwenda wewe, si ndio? Hii hapa ndo yaul muannathati al-mukhataba, ya mwanamke mwenye kuambiwa. Juzi tulizungumza sahihi na uswa. Kwa sababu sheria hapa ni kama hilaki hii tu, kwa sahihi fi'lu ina ila, fi'lu naqis, tutambua ni fi'lu gani, si muda mrefu inshallah. Kwa tadhhabina tuliambiwa kitakapoegemeshwa kitendo kwenye ya ila ya almuannathati almukhataba, kwenye ya mwanamke mwenye kwamba hii hapa tadhhabina, maana yake hii kilugha anti tadhhabina nazungumza ukiwa anti tajlisina taktubina tafraina, tuliongea juzi. Kwa hiyo kiegemeshwa hivi katika, sasa tunaomba katika kufanywa sheria za nunu taukidi, tulisema hudhifati nunu rafi, si ndio? Hii nuni hii ya kurufaishwa itaondoshwa. Nadhani mnakumbuka, si ndio? Hudhifati nunu arrafi, huondoshwa nunu arrafi, wa yubna nunu taakidi ala alfathi, na itajengewa nunu taukidi jua nini? Fatha. Kwa ina maana tukasema itasomeka tadhhabinna, si ndio? Tayari kama ilikuwa taakulina, unakula mwanamke, taakulinna, unakula wewe mwanamke. Kwanza kuna vitu viwili kama mnakumbuka, tuhudhafu nunu arrafi, hii nuni inaondoshwa, wa yubna nunu taakidi, na itajengwa nunu taukidi. Tayari hapo jua nini? Jua fatha. Kwa tukasema tadhhabina, tukazungumzia ukisema tadhhabina itakuwa ukitengeneza nunu taukidi itakuwa tadhhabina. Tafahamiana hapo ilizungumza hivyo. Itakuwa tadhhabinna.
utakwenda we mwanamke mmoja. Tufahamiana hapa Na ile yao huwa inaondoka. Na ile yao huwa inafanya nini? Inaondoka. Kama taktubina itakuwa taktubina, utaandika. Tufahamiana hapa Kwa hiyo yao ina, kwa sababu hii tadhhabina ushaiona hii. Hata kama hapo sheria kama hajasema. Ikiwa hii unazungumza na mwanamke asili ya kwanza huondoshwa hii yao na nunu hii itaondoshwa, lakini itajengwa nunu taukidi tadhhabina. Maana ukipeleleza hapa na yao iliondoka. Tufahamiana? Kuna sheria mtu nadhani imefupishwa tu, lakini maana yake ni sasa na kusema filu ikiegemeshwa kwenye dhamiri ya mwanamke mwenye kuambiwa tadhhabina, unakwenda hasa hapa kwanza hii hudhifatil yao. Tunaweza tukaanza hapa sasa ye huondoshwa wa nunu rafi na nunu ya kurufaishwa wa yubu na nunu takid ala al-fathi. Kwa badala kwa tadhhabina inakuwa tadhhabinna, utakwenda mwanamke. Tajilisinna, taktubinna, tashrabinna, zinakuwa hivyo, so ndio. Sasa leo tuingie hapa wa fi naqisil maftuhil aini. Anasema huyo mbwana wa fi naqis, na katika filu naqis. Ma huwa alfilu naqis? Filu naqis ndo nini? Tumeshasoma. Filu naqis ni filu yenye harfu ya ila mwisho katika zile filu za. Kwa mfano rama, ushaziona hizi alifu hizi, hii ndo filu naqis. Kwa mfano qala, amekanga, alifu hizi alifu maksur tunaziita. Daa, saa, shawa, filu kama hizi ndo kitaalamu zinaitwa filu naqis, filu zenye mapungufu. Katika kama mnakumbuka, katika aina za filu za ila aina 5 au wengine wanazigawanya na sarfu aina 3 ziko filu naqis. Kuna filu ajwaf, kwanza kuna filu mithal, kuna filu ajwaf. Ajwaf ndio hizo kina baa zinazoalifu kati. Naama filu mithali zile zilizoanza na wao, yani hafu ya ila wao, mara nyingi na kwa waada, warima. Lakini filu naqis ni hizi zenye alifu mwisho. Kwa sasa zingatia tu fi naqisi, na katika filu naqis ambazo zina ila alifu, hii ila ya alifu, hizi alifu za kupinda hizo hapo mwisho tunaambiwa al-maftuhil aini. Lakini filu naqis ambayo ni maftuhul aini, ainul fili inakuwa ni herufi ya ngapi kwenye uzani faala? Herufi ya pili au vipi? Kwa hiyo kama rama, maftuhul aini ndo hii mimu. Saa, jafahamiana tayari hapo. Tadhharu fihi, lakini hapa anazungumza al-maftuhul aini yenyewe tutaiona pale inapokuwa katika mudhari hasa. Tujafahamiana hapo nini inapokuwa katika madhi kama kawaida. Tadhharu fihi, sasa tunapofanya maswali ya nunu taukidi kuzidisha, tayari nunu taukidi athaqila, tadhharu fihi, hudhihiri ndani yake yaul mukhatabati, ya yule mwanamke mwenye kuambiwa, maksura, hali ya kuwa ina nini? Kasra. Tujafahamiana hapa. Kwa mfano rama, tusemeni tarvina, unalembea we mwanamke mmoja. Sanaqul, tutasema tarmayinna. Tutasema tarmayinna, utalembea, maana taukidi tarmayinna. Sasa hii huku ndo tushafanya hiyo nono taukidi, tushaongeza nono taukidi tarmayinna. Yeye ushaiona hii hapa, hii ukipeleleza imetiwa nini? Shadda. Ikesha nunu hii kama kawaida huondoka, kwa sata hii huku tuliona iliondoka. Maana nunu hii na hiyo hapo tofauti. Ile ni nunu ya arafu kurufaisha tu, lakini nunu hii nunu taukidi, na ndio lengo letu. Kwa hiyo hapa ina maana ikiwa tarmina unalembea mwanamke mmoja, kumwambia anti tarmin, kwa mwanamke mmoja unalembea. Sasa unataka umtilie mkazo tarmayinna, tarmayinna. Tufahamia tarmayinna. Ndo anasema kwamba tadhharu fihi, tadhhiri ndani yake yaul mukhatabati, ya mwanamke mwenye kuambiwa, maksura, hali ya kwa ina kasra hii hapa. Kwa saili kwa sindo hii hapa kwa ni yeso ilikuwa ina sukuni. Tarmina, mfano tasina zina nini, lakini hapa itakuwa ina nini? Kasra. Tarmayinna, utalembea. Tunafahamia.
Kwa hiyo ina maana filu kama hii itakapokuwa hii mudhari yake safi ni hii hapa. Hapo hatujaingiza nunu taukidi. Lakini ingiza nunu taukidi ile ya ile ambayo itakuwa kwa kule ni mabni ala sukuni, imejengwa juu ya sukuni, huku unaitia kasra inasomeka tarmayi, ukesha unaondosha hii nunu rafa hii, unaweka nunu taukidi tarmayinna. Kwa huku ingekuwa tadhhabinna, lakini filu ya hii na filu hizi tofauti. Hizi zina ila, hii huku ni filu sahihi. Hii huku ni filu naqis, kifungu cha filu zenye ila. Tayari hapo tarmayinna, utalembea. Semeni saa amekimbilia. Au ameharakia, sawa hapo Haya, kama unataka nikwambie wewe mwanamke mmoja ambao ndio tunasema tasina, unakimbilia. Sasa tunapotaka kutengeneza nunu taukidi hapo inakuwa kama tulivyosema tarmayinna, tutasema vipi huku? Tasayinna. Tumeambiwa nuni ya mwanamke hii idhihiri hali ya kuwa maksura tena kasra, ndio maana ikawa tasayin. Na huku nunu taukidi ile tunaondosha ile, tunaweka nunu ya mkazo tasayinna. Utaharakia. Tasayinna utafanya nini? Utaharakia. Tushafahamiana hapo, ambao namboa wewe mwanamke mmoja. Kwa hiyo ndo nunu takidi. Tusemeni mfano wa tatu. Daa. Daa tunajua amelingania. Sasa tad'ina, mfano nikwambie wewe anti tad'ina, wewe mwanamke mmoja unalingania, lakini tunataka sasa tufanye taukidi, tuongeze taukidi na kwa mujibu wa filu ilivyo tayari hapo. Tusemeni tad'ayinna. Unalingania ndio tafsiri yake tad'ayinna. Shafahamiana hapo Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyofanya kitu kinaitwa nunu taukidi kwa filu zenye ila. Shafahamiana hapo Kwa filu zenye ila unafanya nunu taukidi katika mapito kama hayo, na hapo ndiyo sheria ya mwisho ya nunu taukidi. Kwa ufupi tu, ala kulli hali tulisema tu kwamba filu ikiwa a'udu min jadid, narejea tena, wa fi naqis, filu ambayo ina mapungufu, yani filu naqis ni yenye ila mwisho, rama, qala, amekaanga, filu kama zile pale. Hizi al-maftuh al-aini ambazo kwa zina fatha aini fiili yake, tadhharu fihi ya al-mukhatabati, tadhhiri ya al-mukhataba maksura, tukifanya taukidi hali ya kwa ina nini? Kasra. Kwa mfano tarmina, sanaqulu, tusatarmayinna, utalembea mwanamke mmoja na huko tasina itakuwa tasayinna, utaharakia. Lakini huko tad'ina itakuwa tad'ayinna, utaalika. Tushafahamiana. Kwa hiyo inakuwa hiyo ndo sheria ya mwisho ya nunu at-taukidi. Mafhumu? Kwa hiyo inshallah tuguse kidogo kwenye kipengele kipya ambacho itakuwa ni kipengele cha mada yetu ambayo ni ya mwisho inomalizia mukhtasari wa kitabu chetu hichi cha ilmu sarfi lil atfal. Haya, kwa kuna kitu kinaitwa tusemeni jamu taksir. Kuna jambo linaitwa jamu taksir, bila shaka sio geni, lakini unaweza kujua pia huku kwenye jamu taksir kule kwenye Kiarabu tuliisoma hii. Huku tunataka kuisoma kiufundi zaidi, kiswarfa zaidi. Tafahamiana hapo Jamu taksiri maana yake ni nini? Kuna wingi aina tatu tunajua, lakini hapa imeguswa jamu taksiri tu kwa sababu kuna kipengele maalum tunataka kukizungumzia. Kwa jamu taksiri tunaambiwa madalla ala akthara min athnaini. Madalla ala akthara ni ile yenye kufahamisha ala akthara, jua zaidi, ala akthara min ithnaini, jua zaidi ya
vitu viwili. Ndo wingi hati kwa Kiarabu, zaidi ya vitu viwili. Tutafahamiana hapo eh? Maana ukisema madalla ala ithnaini itakuwa wawili, lakini madalla jamu taksir ni yenye kufahamisha ala akthara zaidi min ithnaini, zaidi ya vitu vingapi? Viwili. Tutafahamiana hapo eh? Walam yaslam binauhu, wala halijasalimika jengo lake, wala halikusalimika jengo lake, mufradihi, yani jengo la umoja wake, mina taghayyiri, kutokana na nini? Mabadiliko. Tutafahamiana hapo eh? Au wengine wanasema jamu taksiri madalla ala akthara min athnaini, tayari hapo eh? Bitaghayyuri, kwa kubadilika. Kule shuleni wanafunzi wanasabi taghayyuri binai mufradihi, kwa kubadilika binai mufradihi, jengo la umoja wake. Maana yake nyingine pia hii inaitwa taarifu, julisho eh? Madalla ala akthara nile inofahamisha juu zaidi min ithnaini, zaidi ya vitu viwili, bitaghayyuri, kwa kubadilika, binai mufradihi. Tayari unaweza ukaiandika hiyo tayari hapo, jengo la umoja wake. Tufahamu zile zinazoambiwa jamu mudhakari salim, wingi wa kiume uliosalimika, maana yake neno lile lile lakini linabakia kama lilivyo, kunaongezwa ziada tu ya kitu. Tutafahamiana. Na jamu anathi salim ndo vile vile inaongezwa tau tu, lakini jamu taksiri wingi uliovunjika kwa Kiswahili. Wanasema wenye umevunjika kivipi? Unakuwa wingi huu hasa unakuwa ni ule ambao unaonyesha jua zaidi ya vitu viwili, lakini bitaghayyir binai mufradi, kwa kubadilika kabisa lile jengo la umoja wake. Jamu zilizobakia zile mbili, jengo halibadiliki, ila huongezeka tu herufi. Tutafahamiana. Kwa mfano Muhammadu, Muhamadi, kubwa itakuwa Muhammaduna, jamu dhakari salim, imezidi wau na nuni, lakini jengo ndo lile lile Muhammad. Ukiliangalia neno lenye asili ndio inaitwa jamu dhakari salim, wingi ulosalimika, yani neno zima halibadiliki, isipokuwa hakuna ziada tu ya wau na nuni pengine. Tumefahamiana. Lakini ile jamu anathi salim imetoa wingi wa kike ulosalimika, kusalimika kwenye. Kumbe hata kama mfano tujale tuna neno tujalie muallimatu, mwalimu mmoja wa kike, basi ukiweka muallimatu, walimu wengi wa kike, utaona neno hili limuallimatu imeongezeka alifu na te tu, lakini jengo liko salama kabisa. Tutafahamiana. Lakini jamu taksiri, neno linaweza likabadilika zima likaja mfumo mpya usio utarajia. Tutafahamiana. Ndio kwamba ni ule wingi ambao unajulisha zaidi ya vitu vile bitaghayyuri, kwa kubadilika, binai mufradi, jengo la umoja wake. Neno linakuja tofauti, yani jamu taksiri huongezi labda herufi fulani, au kama zile jamu mbili tulizopita, hukuwezekana neno zima linabadilika. Na hii jamu taksiri ina miundo tofauti na mizani tofauti, na hilo ndo lengo letu la kusoma kwenye swali. Sasa aksamu jamu taksir. Baada ya kuelewa kwanza nini jamu taksir, tufahamu aksam, imma anwa'u jam'i at-taksir, aina za jamu taksir. Hapa ndio inawezekana kama kitu kigeni ilikuwa hatujapata hapo kukisikia. Jamu taksir jamani ina aina. Tufahamiana hapo eh? Na leo inshallah tutagusa aina moja tu tayari hapo eh? Jamu taksir kuna aina mbili. Tusemeni jam'ul qilla, jam'ul qilla, wingi wa uchache, wa jam'ul kasra, afwa, wa jam'ul kathrati, na wingi wa wingi. Unaweza kuona ajabu. Tufahamiana hapo. Kwa jamu taksiri kwa aina mbili. Bimaana yanqasimu jamu taksiri ila naw'ain raisiyain, aina mbili kuu. Ma huma ni zipi hizo? Maana jam'ul qilla, tuna wingi wa uchache, wa jam'ul kathrati, na wingi wa wingi. Sasa utaambua wingi wa uchache ndio kuleta usa moja tu, wala zina tabu inshallah. Tutafahamiana hapo eh? Kuna wingi wa uchache na wingi wa nini? Wingi wa wingi. Tayari hapo. Tupo kwenye ufundi maalum wa lugha ya Kiarabu. Tayari. Ukiliona neno wingi uweze kutambua kama jamu taksiri, wingi wa uchache hilo au wingi wa wingi. Tufahamiana hapo.
Sasa hebu tuiguse hii aina moja tu kwa leo hii insha Allah. Shafahamiana hapo eh? Semeni jam'ul qilla, wingi wa uchache. Tunayo jamu inaitwa jam'ul qilla, si ndio? Jam'ul qilla, ma hiya jam'ul qilla au ma huwa jam'ul qilla? Ni ipi jam'ul qilla? Tunasema huwa ma yadullu lil adadil qalil. Ma yadullu, semeni ma yadullu lil adadil qalil. Jamu alqilla, wingi wa uchache, ni ule unaoonyesha juu lil adadil qalil, juu idadi chache. Tena wenyewe wanaswarfu wanasema min, kuanzia kitu 3 mpaka 10. Kwa kitu kikizunguka wingi wake kuanzia 3 mpaka 10, hiyo jamu inaitwa jamu alqilla katika vifungu vya jamu taksir. Mafhum? Jamu alqilla ma yadullu lil adadil qalil, ni ile inaonyesha, au ma yadullu ala adadil qalil, ni ile inaonyesha juu ya idadi ya uchache. Min 3, kutoka 3 ila al-10, mpaka ngapi? Yani na hichi utajuaje sasa hapo? Mtajuaje wingi huu unakuwa ni jamul qilla? Utajua kwa sababu sasa kuna hizo mizani. Ukiona wingi uko kwenye mizani tutakazozisoma, huo kitu kinazunguka kuanzia 3 hakizidi 10. Utafahamiana? Na utakuja wingi wa wingi, kitu kinaweza kienda mpaka idadi isiyotambulikana, wingi hizo zikija. Na ina maana hapa, inaona unaposoma Qur'ani ukikutia jamu iko kwenye uzani huu, jua hapa kitu hakizidi 10. Utafahamiana? Na kitakachokuwa kinazidi hapo aghlabu hautotumika uzani huo. Kwa leo tutaangalia mizani zake, na hii ndio kwa sahihi na mizani chache. Hiyo jamul kathra ina mizani nyingi kweli kweli, leo tutaiacha. Kwa hiyo jamu alqilla, wingi wa uchache, tumesha sana wingi kwa fupi fahamu, kumbe ni ule wingi unaonyesha juu ya idadi chache kuanzia 3 mpaka ngapi? 10. Kitu kinazunguka hapo hapo 3, aiza kiko 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mwisho hapo tushafahamiana hapo eh? Wa auzanuhu arba'atun, semeni wa auzanuhu arba'atun. Kiswahili chake ndo nini hapo? Na mizani zake ni ngapi? Ni 4 tu, maskini ya Mungu. Ni ngapi? 4. Wahia nazo hizi ndio tunazozitaka sisi sasa, ili tukiliona neno linazunguka kwenye uzani huu tujue ni jamu taksir, lakini wingi huu unaitwa kitaalamu wingi wa uchache. Tushafahamiana hapo eh? Haya, semeni af'ulu. Kwa wewe cha kuhifadhi ni hizi mizani. Uzani wa kwanza kuna maneno wingi wake utakuja nini? Af'ulu. Zipo jamu zinakuja hivi. Nini? Af'ulu. Nahau, tuone mfano. Tumeambiwa mizani ziko ngapi? 4. Tare. Uzani wa kwanza af'ulu. Mfano semeni ahrufu. Herufi. Ahrufu maana yake nini? Herufi. Lakini hapa inatarajiwa herufi hizo hazizidi 10, pengine 5 au pengine kuanzia 3. Ndio wingi. Umoja wake nini? Kwani ahrufu, harfu herufi moja au hivi? Ahrufu. Lakini ipo wingi hivyo hurufu. Unaweza hurufu, kama hatukuikuta hapa ujue ikitumika hurufu itakuwa hiyo idadi inazidi 10. Hiyo jamu itaingia kwa jamul kathra, tutakuja kuona. Na ndio maana unapokuta biharu bahari, kuna na buhuru bahari. Zote jamu. Sasa inawezekana ika mizani tofauti. Af'ulu. Kwa hiyo ukisema ahrufu, herufi kitaalamu zinajulikana hazizidi 10, kwa sababu huu ni mmoja katika uzani wa jamu alqilla, wingi wa uchache. Mafhum? Semeni mwingine huu hapa, semeni af'alun. Kuna mizani wingi wake utakuja zitafata hapa. Af'alu. Af'alu. Kwa mfano nini? Semeni ajidadun. Ajidadu ndo nini? Wingi wa neno gani? Ajidadu. Mababu hayo mengi. Ajidadun. Jaddun, babu. Ndio kwa ajidadu. Jaddu, jaddan, ajidadu mababu. Wanakusudiwa hapo kitaalamu hawazidi 10. Utafahamiana hapo?
اختي مكاس موجوده. امنع عسان. كافعال نحو اجداد. تاري hapo jamii. Kwa hiyo hapo uchukue mizani tu, af'ulu af'alu ajdadun. Tayeb. Kadhalika uzani mwingine sema ni af'ilatun. Karibu tutamaliza. Huu ni uzani, tuko uzani wa 3 naambiwa ni 4. Af'ilatun. Hizi jamani ni mizani ambazo yapo maneno yanaingia kwenye mizani hizo. Kwa mfano semeni azminatun. Jina hili huitwa watoto. Mmoja shaka kuulizwa nini maana azminatu. Tayari. Azminatu wingi wa zamanu, muda, zama, nyakati nyingi. Tayari hapo. Sio nzuri. Tayari hapo. Azminatun. Muda. Yaani nyakati hizo nyingi. Azminatun. Kama jina la mtoto si zuri. Inatokana na neno zamanu, wakati. Zamanu, zamanani, azminatun. Uzani wake af'ilatu. Hata kwenye Qur'ani af'idatun. Fuadu moyo, af'idatu nyoyo. Kwa sababu haya si mizani hizi tu, hapa kwanza tunagusa kwa uchache tu. Tare, lakini we mwenyewe ukisoma, hebu utizama katika ukuta wingi uangalie huu. Lakishati we jamu taksiri. Maana kwa jamu mudhakari salim na muannath huko hauhusiki. Tumeshasema. Tare. Kwa mfano neno auladu, watoto, tuna nyingi tu. Tuna aqlamu, afalu, aqlamu inaingia hapa, si ndio? Tare, aqlamu, auladu, watoto, afalu inaingia hapa. Atfalu, kumbe uzani huu unaingia nyingi sana kwa afalu. Tafahamiana hapo Hapa af'ilatu, azminatu, af'idatu. Tare hapo Uzani wa mwisho wa jamu alqilla, wingi wa uchache, ambao tunaambua huu unazunguka mnamo 3 mpaka 10. Tunamsemeni fi'latun. Huu utakuwa ni uzani wa 4 wa mwisho, unaitwa fi'latun. Fi'latun. Unaitwa nini? Fi'latun. Mithlu, kwa mfano, semeni fityatun. Fityatun ndo nini kwa? Vijana. Awal fityatu kwenye suratul Kahfi kule, si ndio? Fityatun, vijana wa kiume hao. Inatokana na neno fata, kijana, si ndio? Fata, fityatu. Wingi huo. Tayari hapo Kwa ina maana hayo ni baadhi, ni mizani 4 za jamu alqilla. Na leo tutasimama hapa. Kwa kumbuka tu kwamba jamu taksiri ina aina ngapi? 2. Jamu alqilla, wingi wa uchache, na jamu alkathra. Leo tumegusa moja tu, jamu alqilla, na wingi wa uchache ni upi? Ma yadullu liladadi au ma yadullu ala aladadi alqalili. Ni ule ambao unafahamisha juu ya idadi ndogo, min 3 ila 10, kutoka 3 mpaka 10. Tumefupisha kwa namba hapa Wa uzanu mizani zake 44 tu. Af'ulu, mfano ahrufu, herufi. Tayari hapo A'yunu, macho. Ainu, a'yunu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kuna aya kwenye Qur'ani, wana macho hawaoni. Mungu alipozungumza watu ambao wakaidi. Sawa hapo Ainu, jicho. A'yunu, macho. Uzani. Ukirejea utazipata nyingi tu hizo. Tayari hapo Haya. Ukija uzani mwingine hata abhuru, wingi wa bahari, una mizani zafika 3. Abhuru. Sawa hapo Na ukija uzani wa pili tumesema af'alu. Huo ndo tena pana nyingi sana. Ajdadu, atfalu, auladu. Tayari hapo na nyinginezo. Aqlamu na nyinginezo. Ahlamu, ndoto. Hulmu, kuna majina mawili hapa. Kuna hilmu, upole. Tushafahamiana. Hilmu nini? Bikasri alha. Hulmu, ndoto. Zile unazoota zikiwa nyingi
Ahlamu, kwa kuna watoto wanaitwa ahlamu, ndoto. Tafahamiana. Na kwenye suratul Anbiya kuna aya imetumika kwa sababu baada ya makafiri kusema mtume katika Qur'ani kwa ndoto zake. Allahu ahlam, sawa hapo ahlam, ndoto hizo nyingi. Sawa hapo ikiwa hilmu, pole, hulmu ndoto, ahlamu ndo ingi wake ndoto zikiwa nyingi. Kwa hiyo kalima tukaona pia uzani wa tatu af'ilatu, mfano azminatu, nyakati zikiwa nyingi, zamanu, zamanani, azmina. Kadhalika tukaona uzani wa tano fi'latun, mfano fitiyatu, vijana. Tayari hapo وفي نهاية هذا المطاف ومشوا مزنقوكه لا يسعني إلا أن أشكركم غاية الشكر منذ ألف الدرس إلى يائه، بل نشكر جميع المتابعين والمستمعين لهذه القناة أينما كانوا في العالم، شرقا وغربا، شمالا وجنوب أو جنوبا، وحتى لو كانوا في بعض محافظات تنزانيا وخارج تنزانيا. نقول لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى اللقاء في الدرس المقبل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وداعا. مع السلامة.